نعم. قال رحمه الله تعالى: رابعا، adabu ya 4 katika adabu za usiku wa kwanza wa ndoa. قال رحمه الله تعالى: ما يقول حين يجامعها، yale atakayoyasema mume wakati wa kumjamii mke wake, wakati wa kufanya kitendo cha ndoa na mke wake. Yale atakayoyasema mume wakati wa kufanya kitendo cha ndoa na mke wake. Kabla ya kuliingia hili, wanawachuoni wamezitaja adabu kabla ya hili. Adabu za kitendo cha ndoa zimegawanyika namna mbili. Kuna adabu ambazo kwamba wanawachuoni wanaziita kuwa ni muqaddimatul jimai, vile vitangulizi vya kitendo cha ndoa. Hapa katika kitabu al-muallif rahimahullahu ta'ala yeye amekwenda moja kwa moja kwa yale ambayo atayasema mume wakati wa kumjamii mkewe. Sasa kuna kipengele hapo nyuma cha muqaddimatul jimai, utangulizi wa kitendo cha ndoa. Wanawachuoni wamezigawanya adabu hizi katika namna mbili. Adabu ya kwanza ni hizi ambazo hutangulizwa kabla ya kitendo cha ndoa, na adabu za pili ndio hizi ambazo zitakuja inda aljimai, wakati wa kitendo cha ndoa. Sasa katika muqaddimatul jimai, katika utangulizi wa kitendo cha ndoa, yako baadhi ya mambo ambayo atakikana mume kuyafanya kabla ya yeye kumuingilia mke wake. قال القاضي الشيخ محمد ابن أحمد كنعان رحمه الله تعالى، أمسيما القاضي الشيخ محمد ابن أحمد كنعان رحمه الله تعالى كما إليفي كتك كتاب أصول المعاشرة الزوجية، قال رحمه الله تعالى: إن أساس السعادة في الحياة الزوجية، حقيقة msingi wa mafanikio katika maisha ya ndoa, msingi wa mafanikio na msingi wa furaha katika maisha ya ndoa, huwa injisamu zawjaini hina almubadaa, msingi mkubwa ni kuwafikiana kifikra na kupeana maneno mazuri wanandoa wawili, hina almubadaa, wakati wa kitendo cha ndoa. Inatakikana mume na mke waafikiani kifikra, fikra zao hawa wanandoa wawili ziwe pamoja, ziwe na muwafaka kabla ya kuingia katika kitendo cha ndoa. Hilo ni jambo la msingi sana kulizingatia. Fikra zake utazileta vipi kuwa pamoja na za kwako? Kwa kumwambia maneno mazuri, kwa kumwambia maneno matamu, maneno ya kumkaribisha na kumuondoa hofu na wasiwasi alionao katika nafsi yake. Wa akhdhu kulli minhuma mut'atahu min al-akhar, na kila mmoja kuchukua starehe yake kutoka kwa mwingine. Kila mmoja atakikana amstareheshe mwenzie bi aqsa ma yastati'u, kwa kiwango cha juu zaidi, au kwa upeo wa mbali, kwa vile atakavyoweza, kwa kadri atakavyoweza. Kwa hivyo ajitahidi mume kumstarehesha mkewe kwa kiwango atakachoweza, na mke pia kadhalika ajitahidi kumstarehesha mumewe kwa kile kiwango atakachoweza. Walikai takuna almubada'atu mus'ida lizawjaini, na ili kiwe kitendo cha ndoa ni kizuri kwa wanandoa wawili, fala budda min muraati umuri, hapana budi kuchungwa baadhi ya mambo. Awalan, jambo la kwanza ili kitendo cha ndoa kiwe kizuri baina ya wanandoa wawili, jambo la kwanza la kuchunga ni at-tazyinu wat-tatyibu, ni kujipamba na kujipaka manukato. Yatakikana mume ajipambe vizuri kwa ajili ya mkewe, kadhalika mke ajipambe vizuri kwa ajili ya mume wake. Wajipambe hawa wanandoa wawili, kadhalika wajipake manukato. Hili ni jambo linalopelekea kitendo cha ndoa kuwa ni kizuri na kufurahi kila mmoja miongoni mwao. Qala rahimahullahu ta'ala: wa tashmalu zina, na jambo la kujipamba linakusanya. Jambo la kwanza
irtidau zawjati almalabis aljamila, ni kuvaa mke mavazi mazuri, lizaujiha, kwa ajili ya mumewe. Mke atakikana kuvaa mavazi mazuri kwa ajili ya mumewe. Alqasirata minha wattawila, mafupi na marefu, muda wa kuwa ni mazuri ayavae kwa ajili ya mumewe. Ashafafa minha wasamika, sawa sawa yatakuwa ni mepesi au mazito, avae kwa ajili ya mumewe. Ma la yujadu ma'aha ghayruhuma, muda wa kuwa hapapatikanwi pamoja nao mwinginewe asiyokuwa wao, wawe wao wawili tu, mume na mkewe. Hili ni jambo la kwanza la msingi kabisa katika kipengele cha at-tazyin wa at-tatyib, kujipamba na kujipaka manukato. Jambo la pili, al-i'tina'u binadhafati jasadiha wa famiha, ni kutilia umuhimu kusafisha mwili wake na kinywa chake. Mume asafishe mwili wake kwa ajili ya mke wake, hali kadhalika mke asafishe mwili wake kwa ajili ya mume wake. Hali kadhalika katika upande wa kinywa, kinywa cha mume kiwe safi na kinywa cha mke wake kadhalika kiwe safi, ili wapate furaha ya kitendo cha ndoa. Thalithan, jambo la tatu, izalatu raihati alkariha, ni kuondosha harufu mbaya, harufu chafu, min ibtaiha, kutoka makwapa yake. Mume ajisafishe vizuri katika makwapa yake, kadhalika mke ajisafishe vizuri katika makwapa yake, kusiwe na uchafu. Rawa Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah ta'ala, amepokea hadith al-Imam Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah ta'ala, anna Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya kwamba Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kana yaqulu, alikuwa akisema, inni, hakika mimi, la uhibbu an atazayyana limraati, mimi ninapenda kujipamba kwa ajili ya mke wangu, kama uhibbu an tatazayyana li, kama vile ambavyo mimi ninapenda yeye ajipambe kwa ajili yangu mimi. Ibn Abbas huyu as-sahabi al-jalil, sahaba mtukufu huyu, anasema mimi ninapenda kujipamba na kujiremba, kujiweka vizuri kwa ajili ya mke wangu, kama vile ambavyo ninapenda yeye ajipambe kwa ajili yangu mimi. Thumma qala rahimahullah ta'ala, fa idha i'tana az-zawjani, pindi watakapotilia umuhimu wanandoa wawili, bihadhihi al-umur, wakatilia umuhimu mambo haya tuliyoyataja, waraayaha, na wakayachunga haya mambo, qabla al-mubadha'a, qabla ya kitendo cha ndoa, wakalichunga jambo la at-tazyin wa at-tatyib, kujipamba na kujipaka manukato, kwa kila mmoja kuhakikisha mwili wake uko safi, kuvaa mavazi mazuri kwa ajili ya mwenziwe, kuwa na harufu nzuri, kuondosha harufu chafu, kila mmoja akalifanya hili. Fa innahuma yakunani qad haqqaqa ahamma asbabi saada, kwa hakika hawa wawili watakuwa wamehakiki zile sababu za kupata furaha katika maisha ya ndoa yao. Wallahu tabaraka wa taala a'lam.